Mwokozi wetu Yesu Kristo. Itasikilikana tena sauti ya furaha, sauti ya shangwe, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, sauti yao wasemao, mshukuruni Bwana wa majeshi, maana Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele. Na sauti zao waletao sadaka za shukurani nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa nitawarudisha wafungwa wa nchi hii kama kwanza, asema Bwana. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya sadaka hizi. Nami sasa kwa nguvu na mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninakomboa na kusafisha na kuzitakasa sadaka hizi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Na ninazitenga sadaka hizi na maagano yote ya pesa, chuma ulete, ufilisi na vunavuna. Baba, ninafuta serial namba zote za kipepo, ninafuta picha, ninafuta chapa, nafuta ishara na alama zote za kipepo ambazo zimefanywa katika sadaka hizi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tazama yako ambayo tumenena kwa kupitia sadaka hizi, ninakuomba ukatujalie sawasawa na haja ya mioyo yetu na kuyatimiza mashauri yako yote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninabakisha uthamani wa sadaka hizi katika kiti chako cha enzi cha mbinguni kwa kanisa lako na kwa watumishi wako. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa kuja tena mbele zako kula na kunywa mezani pako. Nami sasa kwa nguvu na mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninakomboa watumishi wako na watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, na kila eneo ambalo adui amepata uhalali kwa ajili ya kuwazuia na kuwaletea kelele, kwa ajili ya kuwazuia na kuweka utaji katika mioyo yao ili wasiweze kulipokea neno lako, ninawalipa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nami sasa ninapiga kila roho chafu, ninapiga roho za mizimu, ninapiga wakuu wa giza, ninapiga majeshi ya mapepo mabaya, ninapiga roho zote za Freemason, ninapiga roho za mpinga Kristo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nami sasa ninazimisha kila mamlaka ambayo imewekwa kwa ajili ya kuwazuia watu wako wasifanyike kuwa wanafunzi. Ninazisimisha mamlaka hizo na ninazishusha chini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninainua juu mamlaka ya Bwana Yesu Kristo, kwa kuwa Bwana Yesu yeye ndiye mwenye mamlaka kuu kupita zote, mbinguni juu, duniani na hata kuzimu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaomba uondolee kila aina ya utaji katika mioyo yao, ili waweze kulisikia na kulipokea neno lako na kufanyika kuwa wanafunzi wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaomba mapenzi yako yote yatimie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen, 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 amen. Asante Bwana Yesu. Amen, 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 amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Asante Bwana Yesu. Yesu ni mwema sana. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Bwana Yesu ni mzuri. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Somo letu ni lile lile linalosema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Amen, amen.
na somo letu linatoka kwenye kitabu kile kile cha Mathayo sura ile ya 28 na mstari kuanzia ule mstari wa 18 Mathayo sura ya 28 kuanzia mstari ule wa 18. Nasoma kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Haleluya. Neno hili Bwana Yesu wakati anawaagiza wanafunzi wake, kama nilivyosema siku za nyuma tangu tuanze somo letu, kwamba Bwana Yesu yeye alikuja kwa ajili ya kuwafanya watu wawe wanafunzi, na agizo aliloagiza watumishi wote wa Mungu kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Kuwa wanafunzi wa nani? Kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa nini wawe wanafunzi wa Yesu? Kwa sababu wamebatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Bwana Yesu alivyoanza, ameanza kwa kusema nimepewa mamlaka zote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika, sio kuyaacha, kuyashika yote, sio baadhi ya mambo ambayo nimefundisha, kuyashika yote ambayo nimeyafundisha. Kwa nini Bwana Yesu alitaka yafundishwe, yashikwe yote? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, na hayo ndiyo yanaweza kumfanya mtu wa Mungu kuwa kamili. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Sasa Bwana Yesu wakati anasema neno hilo, alikuwa anajua zipo mamlaka za kuzimu ambazo kazi yake ni kuzuia mapenzi ya Mungu yasifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini alianza na swala la mamlaka? Kwa sababu Bwana Yesu alikuwa anajua adui mkubwa wa maagizo anayowapa watumishi wake ni mamlaka za giza ambazo zitakuja kugeuza Injili. Amen. Zitakuja kuwazuia watumishi wa Mungu wasifundishe yote ambayo Bwana Yesu ameamuru. Na ndio maana leo hii watumishi wengi wa Mungu hawayafundishi yote, wanafundisha baadhi na baadhi wanayaacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Sasa vita ambayo ipo katika Injili ni vita ya kimamlaka. Yaani kama kuna mtumishi yoyote wa Mungu ambaye anaishi kwenye dunia hii, anatakiwa ajue na atambue kwamba katika wito ambao Mungu amemwitia, katika kazi ambayo ametumwa kuifanya, ipo mamlaka, zipo mamlaka ambazo zinazuia yeye asiweze kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana leo hii mamlaka hizo zinafanya watumishi wa Mungu
wasiwafanye mataifa kuwa wanafunzi. Badala ya kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, wanawafanya mataifa kuwa makutano katika kanisa. Yaani makutano ni watu ambao wanajaajaa makanisani, wao hawana muda wa mabadiliko. Wanasema nitabadilika kesho, baadaye, kesho kutwa, mwakani, alafu wanabaki hivyo hivyo. Wanasikiliza neno, wakitoka shetani anaenda analing'oa. Hao ndio makutano ambao watumishi wengi wa Mungu leo hii badala ya kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, wamewafanya mataifa kuwa makutano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini Bwana Yesu alisema neno basi? Nimepewa mamlaka zote mbinguni na duniani, basi. Alisema neno basi, basi maana yake inatosha, hakuna kingine cha ziada. Swala la kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi maana yake mamlaka nilizopewa mbinguni na duniani zinatosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mamlaka hizo aliwapa watumishi wake ili kwenda kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Sasa ubaya wa mamlaka za kuzimu, kazi yake ni kuja kuiba mamlaka za watu wa Mungu. Wanawageuzia neno la Mungu, alafu wanaiba mamlaka. Kwa sababu ukiwa mtumishi wa Mungu, kama utembei kwenye neno la Mungu, basi ujue mamlaka yako ya kiungu imeshaibiwa. Hizi mamlaka za kuzimu zinakuja na kuzimisha mamlaka za kimungu ndani ya watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kulibadilisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Sasa tulienda tena tukaangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5, kwa sababu mahali hapo ndipo Bwana Yesu alipoanza kuyaeleza yale yote aliyoyafundisha. Yameanzia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Tukasoma tukaona jinsi alipopanda mlimani, jinsi alipokwenda kuhubiri, akaona makutano, akawaacha, akaenda akapanda mlimani, kwa sababu Bwana Yesu hajaja kuwafanya mataifa kuwa makutano, bali wanafunzi. Basi akawaacha, akaenda zake mlimani, akaketi. Baadaye wanafunzi wake wakaja, Bwana Yesu akafumbua kinywa chake, akaanza kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Na tulipoangalia mafundisho hayo, tulianzia kuanzia ule mstari wa 3, tukaenda mpaka tukafika kwenye ule mstari wa 48, Bwana Yesu alipozungumzia swala la ukamilifu. Mamlaka hizo ziliwazima watumishi wengi wa Mungu, wakawa hawafundishi wala hawajui habari za ukamilifu. Ni mamlaka zilizowafanya hivyo. Ndio maana leo hii wapo watumishi wengi wa Mungu hawafundishi habari za ukamilifu, kwa sababu ya hizo mamlaka zimewazima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mamlaka hizo, nyakati hizi za mwisho, Bwana Yesu alikuwa anajua wapo watumishi wangu ambao nitakaowaleta, wenye jicho la Mungu, ambao wataziona mamlaka hizo, watapambana nazo na kuzishinda, alafu wao ndio watakaopenya na kuileta injili ya kweli katika ulimwengu huu nyakati hizi za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na ashukuriwe Mungu kwa kutupa neema hiyo ya kushinda hizo mamlaka na kuileta injili ya kweli hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna wakati fulani yupo mfalme anaitwa Daudi, alitamani sana kunywa maji ya kisima cha Yerusalemu. Akauliza, ni nani ambaye anaweza akaninywesha maji ya kisima cha Yerusalemu? Kwa sababu yalikuwa yanatoka maji halisi safi kwenye kisima hicho. Daudi aliposema hivyo, Biblia inasema wapo mashujaa watatu ambao hao walisema tutakwenda kuyaleta maji ya kisima cha Yerusalemu. Lakini kabla ya kuyafikia maji, kulikuwa na kundi la maadui katikati. Mashujaa hao watatu wakaanza kupigana na maadui. Biblia inasema wakapenya kwenye kundi la maadui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia ya Kiingereza inasema they break through, yaani wakavunja, wakapenya. Ukisikia wanasema wakapenya, inamaanisha kwamba sehemu hiyo hakuna njia ya kupita, lakini wao kwa neema ya Mungu walipita na wakayaleta maji ya kisima cha Yerusalemu kwa Daudi. Daudi alipotazama akawaambia, siwezi kuyanywa maji haya kwa sababu ni damu hizi za watu waliohatarisha maisha yao kuleta maji haya ya kisima cha Yerusalemu. Daudi akayachukua maji hayo, akaenda akayamimina katika madhabahu ya Mungu, akamtolea Mungu sadaka, yaani ile kiu yake ikaisha. Akaona mashujaa hao watatu wamehatarisha maisha yao mpaka wakayaleta maji haya, wamepita katikati ya kundi la maadui. Wakati wanakwenda wakachota maji, wakati wa kurudi wakapigana tena, wakavuka tena mpaka wakarudi na hayo maji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa injili hii ya ufalme wa Mungu ina gharama. Gharama yake ni watumishi wa Mungu kujitoa kweli kweli, kujitoa sadaka maisha yao ili waweze kuileta injili hiyo safi ambayo Bwana Yesu ameitamani ihubiriwe katika ulimwengu huu. Kama Daudi alivyotamani kunywa maji ya kisima cha Yerusalemu, injili hiyo Bwana Yesu aliitamani na akaisema kwenye Mathayo sura ile ya 24, akasema, na tena injili hii ya ufalme wa Mungu itahubiriwa ulimwenguni kote, hapo ndipo mwisho utakapokuja. Sasa injili hii haiishii hapa mtaa wowote. Bwana Yesu asifiwe. Injili hii inakwenda na itaenea ulimwenguni mote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa mara ya mwisho tulikuwa tunaangalia habari za ukamilifu na mambo gani yanayoweza kumfanya Mkristo kuwa mkamilifu. Nadhani mpaka sasa hamna mtu ambaye anayekubaliana kwamba mtu hawezi kuwa mkamilifu. Najua mpaka sasa hamna mtu anayekubaliana na ujinga wa shetani ambao kawadanganya watu wengi kwamba binadamu hawezi kuwa mkamilifu. Najua watu wote tulioanza pamoja tumesoma maandiko mengi, mmeona kwenye Biblia jinsi gani Mungu alivyosema kwamba mwanadamu anaweza kuwa mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mara ya mwisho tulitazama mambo tofauti katika kitabu cha Ayubu, mambo ambayo yanaweza kumfanya mtu kuwa mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na leo hii tunakwenda kuangalia mambo mengine
mambo ambayo ya kufanya jinsi gani mtu wa Mungu anaweza kuwa mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 16. Ezekieli sura ya 16 mstari wa 14. Haleluya! Amen, 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 amen. Amen. Ezekieli 16 mstari ule wa 14. Nasoma kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu, kwa sababu ya utukufu wangu niliyokutia, asema Bwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli, hapa Mungu alikuwa anawaambia habari zao kipindi wamekwenda sawa na Mungu, na Mungu akawapa utukufu, na utukufu ule wa Mungu ukawafanya wawe wakamilifu mpaka sifa zao zikaenea dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo liliwasaidia wao kuwa wakamilifu ulikuwa ni utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni nguvu za Mungu, ni nguvu za Mungu ambazo zinakuja kwa mtu wa Mungu anapofanya matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Anapojikana na kuiacha dunia, kuacha mambo ya dunia na kutenda haki na kuishi kwa neno la Mungu, jambo hilo ukifanya maagizo ya Mungu, utukufu wa Mungu unakushukia. Na utukufu wa Mungu ukikushukia, una tabia ya kwenda mbele, una tabia ya kukuzunguka, na una tabia ya kukaa nyuma. Kwa hiyo ule utukufu wa Mungu uliwasaidia wana wa Israeli kuwa wakamilifu. Kuwa mkamilifu maana yake ni nini? Ukamilifu ni kutopungukiwa na chochote cha kimungu. Yaani unaposikia mtu ni mkamilifu, yaani hajapungukiwa na chochote cha kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye maisha ya kiroho, unapomzungumzia mtu mkamilifu, kila jambo la kiroho yeye hajapungukiwa. Ukija kwenye neno la Mungu yuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukija kwenye maombi yuko vizuri. Ukija kwenye kufunga yuko vizuri. Ukija kwenye matendo mema ya haki yuko vizuri. Kwenye ukarimu yuko vizuri. Kwenye utoaji yuko vizuri.
kwenye kuihubiri injili ya kweli yuko vizuri. Ukimpeleka kwenye vita vya kiroho yuko vizuri. Ukienda kwenye imani yuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaposikia mtu ni mkamilifu, maana yake hakuna alichopungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa, hebu ngoja tulisome neno hili tena ili tulielewe vizuri. Ezekieli sura ya 16 mstari wa 14. Ninasoma tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu niliyokutia, asema Bwana. Yaani sifa ya wana wa Israeli ilienea katika mataifa yote ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kubwa ilikuwa ni ule utukufu wa Mungu. Ule utukufu wa Mungu ndio uliowakamilisha wana wa Israeli. Kwa hiyo ili uweze kuwa mkamilifu kama mtu wa Mungu, ni lazima uulinde utukufu wa Mungu, usijitenge pamoja nawe. Na utukufu wa Mungu unaulindaje? Kwa kutotenda dhambi, kwa kuishi na neno la Mungu. Hapo ndipo utukufu wa Mungu hautajitenga. Kuna muda mwingine kwenye maisha yako unataka kufanya jambo, unasikia ndani yako kwamba jambo hili sio zuri. Unataka kunena jambo, unasikia kuzuiliwa, unasikia unazuiliwa usinene. Alafu unapolazimisha unajikuta umekuwa mkavu. Kama kulikuwa na upako, ule upako unakuacha, unaondoka. Kuna muda unaimba wimbo, unaona kabisa huu wimbo unavyozidi kwenda kuimba, upako unakimbia. Maana yake nini? Maana yake utukufu wa Mungu unajitenga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mkristo ni lazima ajifunze kulinda utukufu wa Mungu. Unapoulinda utukufu wa Mungu, ule utukufu wa Mungu unapotembea nao, kazi yake ni kukukamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitaka kuwa mkamilifu, ni lazima uulinde utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu unamfanya hata mtu ambaye anaonekana vibaya aonekane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwezi kuwa mkamilifu bila kuwa na utukufu wa Mungu, yaani bila kuwa na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, twende kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 10. Mithali sura ya 10. Yapo mambo mengi sana yanayoweza kumsaidia Mkristo kuwa mkamilifu, na yote yanatakiwa kuzingatiwa. Ukiliacha moja tu, basi unajikuta unapoteza ukamilifu wako, kama wana wa Israeli walipopoteza ukamilifu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Mithali sura ya 10 kuanzia mstari ule wa 29. Mithali 10 mstari wa 29
Mithali 10 mstari wa 29. Nasoma kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen, amen. Njia ya Bwana ni kimbilio lake mtu mkamilifu, bali ni uharibifu kwao watendao maovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njia ya Bwana ni kimbilio lake mtu mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu mkamilifu, kitu ambacho unatakiwa kukifanya ni kuzikimbilia njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni